ni kwa nini umeniita katika eneo kama hili na muda huu? Mkuu, nimekuita muda huu na eneo hili, sijataka usiku, nimekuita huu mchana. Mkuu wangu, mkuu, nina shida. Una shida? Ndiyo mkuu, nataka unisaidie kwa sababu ule mtoto na ambaye nilikuwa nataka nimtoe, ile mtoto ni mgumu sana kutoka. Kila nikijitahidi mkuu, mimi nashindwa. Kwa hiyo nimekuita mchana huu, nataka msaada wako. Hivyo na akili sawa wewe? Mtoto mgumu? Ulivyokuwa unakula kafara za watu ulikuwa unaona raha sana. Leo hii imefika zamu yako unasema mtoto mgumu? Sawa, mimi nimekubali, sijakataa, ila naomba unisaidie. Unataka msaada wangu, si ndio? Ndio mkuu. Sasa nisikilize, usituchezee michezo, hatupendi michezo. Iwe isiwe ni lazima utatoa kafara. Unakuja kusema masuala ya mtoto mgumu? Kwa sisi tulivyokuwa tunatoa ilikuwa ni rahisi sana eh? Sawa mkuu, mimi nimekuelewa. Sasa utanisaidia vipi? Nitakusaidia vipi? Una watoto watatu. Kama imeshindikana kwa mtoto wa kike, basi toa hata mtoto wa kiume. Sio lazima mtoto wa kike, ila ni lazima kafara itoke. Sawa mkuu, nimekusikia na nitalifanyia kazi. Asante kwa kunielewa. Asante mkuu wangu. Nikimcheki mwanangu Zena mtu wa dini, nikimcheki Antoni mchungaji, nikimcheki Mistiki Maganga, nimtoe nani, nimtoe nani, nimtoe nani, nimtoe nani, nimtoe nani. Binti yangu upo? Mzima. Shikamoo mama. Marahaba, uonekani. Ajambo. Mamako yupo? Yupo, nimemwacha nyumbani. Wewe unaenda wapi? Mimi nanyosha miguu. Kwa maana nikikaa na wewe mama kwa nyumbani kazi yetu kugombana tu. Mnachogombania nini tena mtu na mwanae jamani eh? Sema kweli mimi yule shoga yako hata simuelewi. Maana muda mwingine ananiita vizuri, mwanangu kaa chini hapa tuongee. Ila ukienda kukaa pale anakwambia mwanangu nataka nikupe ulisi. Mimi nikimwambia sawa, nipe huo ulisi. Lakini utamkuta anakuja na foka. Yaani ananifokea, wewe akili yako imekaa sijui kwenye nyumba sijui mali. Sasa mimi ndo nashangaa ulisi gani? Basi nakuomba mamangu, kakae na shoga yako chini umuulize. Huo ulisi anaosema ni ulisi gani? Maana hata simuelewi. Sawa, usijali binti yangu. Mimi nitakaa chini nitaongea naye. Umesikia eh? Sawa mama, mimi nitakushukuru maana amani itapatikana pale nyumbani. Lakini yupo nyumbani? Yupo. Basi sawa. Sawa mama, mimi nitakushukuru maana amani hakuna kabisa mule ndani siku hizi. Sawa, haina shida. Jambo limeisha. Ni wanangu bwana. Ukikosea lazima uje kwa mama yako mimi. Sawa mama, mimi ngoja niende. Karibu. Nikimcheki mwanangu Zena mtu wa dini, nikimcheki Antoni mchungaji, nikimcheki Oyo Bizarubia akampa mwanae cha na mkuu atakubali kweli? Sizani. Mistiki Maganga, nimtoe nani, nimtoe nani. Mshirika mwenzangu, nimekutoa kule nyumbani, nimekuleta hapa chemba. Maana ningeongelea kule ili swala waambia mtani wote wangelisikia. Bizarubia, ili swala kwangu mimi limekuwa gumu la kumtoa mwanangu kikoa. Kwa nini liwe gumu? Maana yule mtoto mimi nikimshika tu, nikisema nimfuate usiku, nikisema nimpige bomu inashindikana. Maana utakuta asubuhi, mchana, jioni anasoma tu, sijui midubwasha gani, mikata sigani. Yaani mtoto yule mgumu Bizarubia.
iko kitu akiwezekani. Sisi mbona tumetoa watoto wetu, wewe itakuwaje ishindikane? Sawa, kama imeshindikana kwa mwanao wa kike, mtoe yule mwanao wa kiume, ni mkubwa yule, mtoe yule. Hata mkuu pia alisema hivyo hivyo, kama itashindikana kwa mtoto wa kike basi mtoe kwa mtoto wa kiume. Jitahidi iwezavyo. Haiwezekani sisi tutoe wewe usitoe, inabidi ujitahidi tu umtoe mwanao. Na swala jingine Bizarubia, haya, kutaka kumlisisha yule mtoto, unataka kumlisisha kitu gani aswa? Sawa, umeuliza vizuri. Mimi ulisi ninataka nimpe yule ulisi wa ukubwa. Bizarubia, kwa sababu nimeshatoa mchango. Kama nimetoa mchango, mwanangu atakanimshishe uchawi. Nataka aingie kwenye uchawi kwa sababu wasije wakamtoa tena mwanangu kikoa. Umenielewa? Bizarubia, mbona unataka kutufedhehesha? Mbona unataka kututia aibu? Ule mtoto mdogo. Lakini sidhani kama mkuu atakubali. Atakubali tu. Haya udugu, ndio hivyo. Sawa. Kimcheki Antoni mchungaji, nikimcheki Mistiki Maganga. Nimtoe nani? Nimtoe nani? Nimtoe nani? Nimtoe nani? Nimtoe nani? Nimtoe nani? Wewe nilikwambia usitoke saizi. Umetoka wapi? Mimi mama natoka hapo tu kwenda kutembea tembea, maana nimeona kukaa pale nje pale na boleka. Ndio nauliwaza wewe, kila siku ni hilo hilo. Na nilikwambia nikupe ulisi. Wewe umeenda umemwambia watende. Kwa nini umemwambia watende? Mimi nimekwambia kama siri yako nitakupa ulisi. Na ulisi unaukazania. Umeenda unamwambia watende. Maana yake nini? Sasa mama, kwenda kumwambia mawatende kuna ubaya gani? Mimi nimeenda kumwambia kwa sababu yule shoga yako. Wewe koma. Umeenda kumwambia shoga yangu neno ile kumwambia mtu? Na ile nimekwambia mimi niko na wewe mwanangu. Nikupe ulisi. Unaenda kumwambia shoga yangu nimekwambia mambo ya ulisi, nimwambie yeye. Uwe na akili, wewe ni mkubwa sasa hivi, sio mtoto mdogo. Mimi nilimwambia labda wewe utakuja kumwambia mwenzangu wa ulisi gani unafanya, tunagombana mimi naye kila siku. Na maana nikaenda kumwambia yeye. Na ulopolopo wako umekosa nini? Sikiliza nikwambie. Mimi nataka nikupe ulisi, na ukitoka hapo kaambia tena wengine. Tutaelewana vibaya. Utaniona mimi mama mikosi. Na mama samani, nimekuelewa. Na nakwambia hivi, umetaka ulisi utachukua, hukutaka wewe utachukua. Tena nyumbani haraka. Nimtoe nani? Nimtoe nani? Nimtoe nani? Nimtoe nani?
Manganga. Nimtoe nani? Nimtoe nani? Odi. Mama. Mama. Mistake Manganga. Nimtoe nani? 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 Mama. Oh, Nimetoka nyumbani sijakukuta. Ulikuwa wapi? ndio nilitoka. Kwa mzee Mchonjo. Nimetoka nyumbani, nilikuwa na shida na wewe, nilikuwa na mazungumzo na wewe. Sawa, lakini jua mbona nilishaenda saa hizi. Ndio umeenda? Hata hivyo mimi mwenyewe naenda nyumbani. Kwa hiyo nitakuja kesho nyumbani tuongee vizuri. Sawa. Na hicho umeshika ni nini mama? Mtandio. Mtu wake Mchonjo aliusahau, ndio nitaka nimpelekee. Sawa mama, ngoja basi mimi niende. Kesho nitakuja tuzungumza vizuri. Sawa. Mistake Manganga.